Sports na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari, afu kwa mshiriki na kati ambaye anahakikisha na kuletea leo yote ya michezo ambayo hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Shabani Mpira Pesa, shabiki na mwanachama wa wekundu wa Msimbazi Simba. Mengi yameanza kuzungumzwa, hususan siku ya jana tuliweza kuiona ramani ya uwanja wa wekundu wa Msimbazi Simba kule Bunju. Shabani, uko vizuri? Niko vizuri, nashukuru Mwenyezi Mungu, buheri wa afya kabisa, ndo kitu cha muhimu. Mengine yote yanapita tu, lakini afya yangu ndo muhimu. Niko vizuri, ndio maana umenikuta. Karibu sana. Shabani, tuanze na hili la siku ya jana ambapo tuliweza kuona kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii mwekeza ni nani Jairut akionyesha namna ambavyo uwanja wa Simba utakavyokuwa ama utakavyoenda kutengenezwa. Kwako hii kama mwana Simba una kipi cha kuzungumza? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa wale wanayetusimamia mamlaka yetu ya mpira wa juu, hasa wadhamini wetu, kuonyesha kwamba wameguswa timu yetu kukosa uwanja wa kuchezea mechi. Lakini la pili ni katika mikakati yetu ya kuhakikisha klabu yetu ya Simba inakuwa na uwanja ndani ya miaka mitano. Jairut wakati anaingia alisema katika vipaumbele vyake uwanja, kuleta basi na kusajili mchezaji kipenzi cha mashabiki, lakini na kusaidia mambo mengi katika klabu yetu. Nadhani kuna baadhi ya vitu kashavitekeleza ndani ya miezi 8 ambayo alokaa. Leo ameona na yeye atoke aende kuzungumza na wenye mamlaka, wenye majukumu ya kutengeneza viwanja duniani, wa China. Hakuita wa China hawa wa Kimanzi Chana Mkulanga, hapana. Kaenda moja kwa moja Guangzhou kwenda kuzungumza nao wale wenyewe kabisa kwenye makampuni, sio vishoka. Nadhani kila mtu kaona. Lakini la pili kilichokuja kunifurahisha zaidi, nimeona na mwekezaji Mkulungwa ambaye yeye ndo boss Mohamed Dewji Mo, na yeye kazungumzia swala hilo, na yeye katika mikakati yake alisema na yeye atatengeneza uwanja. Lakini nimeona kuna maneno mengi yanasemwa kwamba Mo amesema hivi, amesema hivi. Sisi tuseme hivi, Mohamed Dewji yuko ndani ya Simba. Joseph Lugasila yuko ndani ya Simba. Jairut, wote wanatengeneza mikakati ya kutengeneza uwanja wa klabu ya Simba. Watu wa pembeni uwaga wanakuwa na vitu kama visonunu. Sasa tuwaambie, hatusikilizi visonunu vyao. Ingekuwa kama Mohamed yuko timu nyingine, Jairut yuko kwenye Simba, au Mo yuko Simba, Jairut yuko timu nyingine, wote wakazungumzia uwanja wa Simba, hapo kidogo tungepata ulaki. Lakini wote wako kwenye timu moja na wote mipango yao inafanana, basi uwanja wetu utakuwa bora zaidi. Lakini wanasema Mo anaenda akitengeneza huo uwanja Simba mtamiliki 20%. Makubaliano ya kitu chochote kwenye Simba yanamuliwa na mkutano mkuu wa klabu ya Simba Sports Club. Sisi kama wanachama taarifa hizo hatuna. Ila washakunaku na vidakuzi na ndo wao wanasema hayo maneno. Ila wana Simba hatujui na hatumhukumu Mohamed kama kasema. Mkutano mkuu na ndo utakao kwenda kuamua kama tupewe 20%, tusipewe 10%, tupewe 50%. Hilo jukumu letu, lakini kuna watu nahisi wana vishankupe vinawawashawasha. Sasa tuwaambie waache ushangingi. Simba iendeshwe na mashangingi. Kama wewe jimama lishangiki huko, fanya kazi zako kwenye ushangingi wako, usiingilie mamlaka ya klabu yetu. Klabu yetu inaendeshwa kiutaratibu na Mohamed yuko Simba kiutaratibu. Kitu chochote kitakachofanyika kwenye Simba lazima kiende katika makubaliano wa wanachama. Wanachama ndo sisi. Sasa leo tunachoshangaa zaidi, washakunako ndo wamekuwa wanajua habari zetu kuliko sie wanachama. Tuwaambie mashankupe, Simba ingiliwe na mashankupe. Kama wanataka kuandika habari, basi waende kuandika habari za familia zao. Wasitogombanishe na hawa matajiri wetu wawili. Wao wameleta comedy. Mara wameita social media zenu, mara wamechukua Mchina kutoka Mkulanga, mara wamefanya vikao Zanzibar, mara wamefanya vikao Jangwani, mara wamefanya vikao Salamanda, mara uwanja tutajenga, mara hata kama msiponichagua mimi uwanja tutajenga. Kuna mtu kakuuliza? Washamsikia Jairut kasema tena baada ya kusema katika mikakati yake uwanja tutajenga, aliongea tena. Pap! Guangzhou tumemwona na Wachina anaenda kuonesha ramani ya uwanja. Huo ndo wanaume. Ukiona mwanaume anaanza kumwambia mwanamke, wewe mimi nikikupata wewe nitakupamba wewe, mimi nitakufanya hivi, na ukiona hivyo huyo sio mwanaume lijali. Mwanaume lijali anazungumza maneno moja tu,
Watanzania nao wanaenda kujenga pale Jangwani. Maneno mengi. Miezi yote wanazungumzia uwanja. Wameenda Zanzibar wamefanya kikao, wamekuja Jangwani wamefanya kikao, wameenda wapi? Kila sehemu wamefanya kikao kuhusu uwanja huo. Uwanja unahitaji maneno jamani, uwanja unahitaji mzigo. Diamond kaimba sasa. Lakini kila muda vikao. Siku tu akiona Mpanzu kasaini basi tunajenga uwanja kikao ili mradi kuzima. Siku wakiona Libasage kapiga pasi ya nguvu tunajenga uwanja. Siku wakiona Simba kashinda tunajenga uwanja. Nini? Uwanja unahitaji maneno, uwanja unahitaji sasa. Haihitaji maneno. Kama ulisajili Gaeli Bigirimana ukasema umetikisa Uingereza mchezaji ambaye alikuwa anabeba makreti ya soda. Waongopea wao wenzio, so sisi wa Tanzania tuna akili timamu. Si usajili wa kutisha pale katika mkutano. Tumeleta huyu. Tumetikisa ligi ya Uingereza. Kumbe alikuwa anabeba makreti ya soda kule Uingereza. Kwa uone uwanja pale Jangwani kutokea. Kwani uwanja wala maneno au sasampa? Si tupo, Mungu atupe uhai. Magreda ashawekwa tala ya site pale. Wanaenda site kuomba magreda manne pale anaenda kuwekwa Kesho uwanja unachimbwa. Kuna siku imetolewa karatasi, wameita karatasi ya nini? Risiti na ndio saka walo kabisa wala serikali wametuonyesha. Kama ushapewa karatasi, lete kokoto, lete nondo, ufanya mipango. Kila siku meeting za uwanja. Likitokea jambo tu utasikia Simba akaenda kumfunga Azam. Ili mradi wazime utaona leo tuna kikao cha uwanja. Nyuma mwiko Mungu. Yaani Mungu kutoniumba kupenda nyuma mwiko. Ameninusuru adhabu kubwa sana. Ameninusuru. Wewe mtu wewe timu hiyo sisi ndio hiyo timu wamepewa mdole hapo wamechangia hela. Au sio timu hiyo? Wamepewa mdole wakati hapo wote alowapa mdole wamemchangia hela. Wamelipa kwa sababu wamepewa mdole. Na tena kuna jitu zima kabisa zima. Hapo eti anaitwa Shabani yule mzee. Shabani gani yule aeleweki? Anasema eti ile salamu ya mali. Zima ovyo. Wewe mtu mkubwa hata uelewi. Wewe hapa sio mali hapa Tanzania. Unasema eti salamu ya mali. Wewe ilikuwa tu Tanzania tusi hapo sema salamu. Wewe leo mzee Shabani mtu aje kukuita jina la nani? Na ndio liwe jina lako. Utakubali uitwe Azalali mbele ya watoto wako? Si utaambia hilo tusi. Kwa hiyo watu lazima wajifunze. Yaani kuna vitu wanavyovifanya vinakuwa sio vitu sahihi. Watu wana mambo ya ovyo sana. Umeelewa bwana? Kwa hiyo nimpongeze Jairuti, nimpongeze Mohamed Dewji. Kuna maneno mengi naona katika mitandao yenu humo wanazungumza, na kuna wale wadakuzi mashankupe mashangingi wanajifanya wao ndo wanajua taarifa za Simba sana mashankupe. Kitu chochote cha Simba kinaamuliwa na wanachama. Ushasikia wanachama wa Simba ameongea? Ushaona mkutano wa Simba umeenda kuamua kwamba asilimia hizi ziende huko? Wakae kimya. Kwani mambo yetu wakae kimya. Sisi hatuendeshwi na machawa. Sisi tunaendesha klabu yetu kwa utaratibu tulokubaliana wote. Sisi klabu yetu haiongozi kisultani. Si klabu yetu inaenda kuongozwa kwa uweledi na makubaliano ya wanachama. Wao wanachama washatolewa. Wamebaki kupewa supu ya bure na kuingizwa uwanjani bure. Ndio maana leo katika mikutano yao tawi lina watu 100 wanaenda 5. Wewe ni kama wale wanaenda kuongozwa kisultani.